zangu wa Mbeya, ndugu zangu wa Mbeya, tuelezane ukweli wa Mungu. Kwa utaratibu huu hatuendi popote. Sasa tusipoenda popote watatuangamiza. Kama hali ndio hii, wakiendelea kutawala tumekwisha. Nani anayetaka tumalizwe na CCM? Kwa hiyo, kwa sababu hatutaki kumalizwa na CCM, lazima tubadilike. Inakusanya michango ikanunue virusi vya Ebola na Mpox ivilete Tanzania ili watu wa CCM wafe, alafu tusipige kura kwamba tutaleta virusi vizuie uchaguzi. Sasa unajiuliza kwamba hivyo virusi vinavyokuja ambavyo vitamjua huyu ni Chadema na huyu ni CCM ni virusi vya aina gani? Alafu Amos Makala anatuambia tunaenda kununua virusi bila kuambia Watanzania hivyo virusi vinauzwa duka gani na kwa bei gani, ili tuambie WHO wakaviangamize kule vinakouzwa. Viongozi wakuu mtakuja kuelezea vizuri maana ya no reforms no election. Naomba niseme mimi kwamba adui wa chama chetu na hasa wana CCM wamekuwa wanapotosha kuhusu maana ya no reforms no election. Miongoni mwa upotoshaji wanaoufanya, ipo misamiati miwili wanajitumia kwenye maana ya no reforms no election. Msamiati wa kwanza wanasema Chadema haitashiriki uchaguzi mwaka huu. Msamiati wa pili wanasema Chadema itasusia uchaguzi mwaka huu. Maneno kwamba hatutashiriki na hatutasusia sio maneno ya Chadema, na mtu yoyote ukimsikia amesema Chadema itasusia uchaguzi na haitashiriki uchaguzi, mwambie koma. Kauli ya Chadema mwaka huu ni kwamba yasipokuwepo mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi na sheria za uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Maneno ya kwamba tutasusia na maneno ya kwamba hatutashiriki sio kauli ya Chadema, na mwana Chadema ukikutana na mtu yoyote anasema maneno hayo, kamwambie koma. Watu wa Mbeya mnasifika kuwa kitovu cha mabadiliko katika taifa letu. Watu wa Mbeya mmekuwa mfano katika taifa hili katika kupambania haki na mageuzi. Na ndio maana wajumbe wa kamati kuu na sekretariat ya chama ikasema kauli yetu ya no reforms no election itainuliwa na watu wa Mbeya. Tunasema no reforms no election, maana yake ni nini? Hakuna mabadiliko, hatuendi kwenye uchaguzi. Tunahitaji mabadiliko katika mambo mbalimbali, lakini makubwa zaidi ni yale ya kimfumo, hasa yanayoathiri chaguzi zetu. Amesema dadangu Malema hapa, hawa jamaa walimsingizia Mwafulani. 2019 wakasema Mwafulani ndio mbaya. Tukasema haya twendeni. 2020 wakasema Mwafulani ndio mbaya. Tukasema haya haina shida, basi 21 Mungu akafanya yake. 24 wamekuja wakatuonyesha Mwamwa ndiye mwenye hali mbaya na mwenye dhamira mbaya kwa wananchi wa Tanzania kuliko yule aliyotangulia. Sasa kwa sababu tumezindua hapa Mbeya, tunakwenda kuzunguka nchi nzima kuzungumza, lakini niwaombe wakina mama wenzangu, wanawake wa Mbeya ni wanawake mnaojua kufunga vibwebwe. Nataka mtumie nafasi yenu ya umama, ya wanamke, fungeni vibwebwe, washawishini wakina mama kwenye vikoba, makanisani, misikitini, waelewe ni kwa nini haituhitaji kwenda kwenye uchaguzi bila kufanyia